Mgogoro huu mdogo tulionao, tumekaribisha majambazi wakubwa wa kiulimwengu kuja kunyang'anya rasilimali, kupoteza amani iliyopo, kunyang'anya kila kitu tulichonacho, na tarudi wote tutakuwa watumwa kwenye taifa letu. Kongo ndivyo ilivyoanza na maeneo mengine ndivyo ilivyoanza. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu na Mbagala, sasa tumeona wenyewe kwa kile ambacho mnadhani tunapaswa kukaa na kuzungumza. Sisi kama serikali, yapo mambo ambayo tutajifunza kutoka kwenu. Na ninyi inawezekana mna ushauri pia wa kutufunza sisi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. Guys, mwendo kasi yataanza kuachiwa tarehe 20 ya mwezi huu Novemba. Tarehe 20 ndio yataanza kufanya kazi rasmi, kwa sababu sasa hivi yamestopiwa kwa sababu ya ile vurugu iliyotokea, lakini kuanzia tarehe 20 yataanza kufanya kazi kama kawaida. Lakini sasa kuna swali hapa linakuja. Unajua kila mbunge, kila waziri, kila mtu mwenye cheo kwenye serikali akiwa ametoka nje kwenda kuongea na vijana, anakuwa anapakaza, yani kuna watu, yani maneno yote imekuwa yani kuna watu. Hawana maneno mengine anaweza kaongea. Maneno yote imekuwa kuna watu wanataka kutengeneza vita kwenye, wakati vita yenyewe inaongelewa ndani ya nchi ni wao. Wao ndio wenye vita, wao ndio wenye vurugo, wao ndio wenye kadsia zote za kwenye nchi. Kwa sababu gani? Ingekuwa leo wanaongea na Watanzania vizuri, Watanzania wangewaelewa sana. Tunaweza tukajazwa maneno, tukawa na hasira nyingi wenyewe, lakini mwisho adhabu ya kinachofanyika ikaturudia wenyewe. Maduka kafungwa ya kwetu, maduka kaporo ya kwetu, njaa zikatukuta sisi, maendeleo yote yakawa hayapo tena Tanzania. Kwa hiyo hii migogoro ya kisiasa mnayoiona inaweza ikawa ni mgogoro wangu mimi na wewe, lakini yupo adui mkubwa wa maendeleo anaweza kuwa amekaa pembeni anatuangalia ili apite katikati. Mwisho wa siku mkajikuta mgogoro huu mdogo tulionao, tumekaribisha majambazi wakubwa wa kiulimwengu kuja kunyang'anya rasilimali, kupoteza amani iliyopo, kunyang'anya kila kitu tulichonacho, na tarudi wote tutakuwa watumwa kwenye taifa letu. Kongo ndivyo ilivyoanza na maeneo mengine ndivyo ilivyoanza. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu na Mbagala, sasa tumeona wenyewe kwa kile ambacho mnadhani tunapaswa kukaa na kuzungumza. Sisi kama serikali, yapo mambo ambayo tutajifunza kutoka kwenu. Na ninyi inawezekana mna ushauri pia wa kutufunza sisi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa sababu watoto wanatakiwa kwenda shule. Shule ikichoma mtoto anasoma hapo. Kwa hiyo hayo mambo yote ndugu zangu, tuwe na hasira tunaweza kuwa nazo, lakini tujue kwamba hii miundombinu inatufaa sisi na vizazi vijana. Na maombi haya mkuu haya unayoomba kuhusu mwendokasi, nimeona pia Watanzania wa kule Mbagala, wa kule Kimara wanapotaabika. Walizoea mwendokasi leo hamna. Na mimi nimeridhia kwamba tarehe 20 ya mwezi huu wa 11, siku ya Alhamisi, saa 12 mpaka saa 2, mabasi ya mwendokasi yao tayari kwenye barabara hii kupakia Watanzania. Na baadhi ya vituo ambavyo vimeharibiwa, tutaviwekea utaratibu. Kampuni inayotoa huduma huku inaitwa Mofat. Kampuni inayotoa huduma barabara ya Kimara inaitwa UDAT. Kampuni ambayo itakuja kutoa huduma kwenye barabara ya mwendokasi, barabara ya mwendokasi kwenda airport, tunaweza tukapanda nyingine. Barabara si wote, kwa kila barabara itapata watu ili ushindani uwe mkubwa kuliko basi kukaa karibu masaa mawili akipakia Watanzania. Anakaa tu anasema nimeenda kula. Kwa hiyo tukiwa nao wengi hao watu, itakuwa ni biashara yenye ushindani na Watanzania hawatakuwa hata mmoja ambaye atakuwa na malalamiko. Kwa hiyo ndugu zangu na Mbagala, nimeona kwanza niwapeni pole. Lakini pili niwaambie mimi kama mkuu wa mkoa tunayafanyia kazi mambo yote ambayo yametokea. Na tatu, maelekezo mkuu wa nchi kukaa na kuzungumza na Watanzania ili tuijenge Tanzania yenye amani na Tanzania yenye umoja tena. Lazima tufanye jambo hilo. Uchaguzi umekwisha, lazima tujenge kwa sababu uchaguzi unakuja tena. Kwa hiyo haitakuwa tabia njema kufungua kukaa ndani, kukaa ndani. Hii haitawezekana. Lazima tukubaliane, turidhiane, tujenge Tanzania iliyo moja. Yale mlionayo tutayapokea, yale tulionayo mtayapokea. Kwa tarehe 20 dati, tarehe 20 watu kwa barabara haya, mabasi yataanza kwa kampuni ya Mofat. Waanza kufanya kazi barabara hii. Kwa wale wote pikipiki, magari ya watu binafsi ambayo yanapita kwenye barabara hii, saa
kuanzia tarehe 20 mapema msipite tena kwenye barabara hii, ili barabara hizi yapite mabasi ya kwenda kwa kasi. Mbagala wewe. Lakini pamoja na haya ni kwamba vituo vinavyotumika, mnisikilize kidogo, vituo vinavyotumika hapa, kuna kituo kimoja kimeharibiwa zaidi, kile pale nadhani hiki hapa ndio kimeharibiwa zaidi. Kwa kile pale tunakifunga kwa muda, alafu mabasi mtapandia kituo kile cha mbele au vituo hivi huko. Kwa hiki cha mbele tutakifunga ili tuendeleze miundombinu yake, na hiyo miundombinu yote iliyoharibiwa, iwe ni shule, iwe ni nini, yote itatengenezwa. Lakini kwa wale wenzetu ambao wamepata madhara, labda alikuwa mahali amekaa amepata madhara, bado tunasema serikali haikuwa kusudio kuweza kumpelekea madhara Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo tunasema tena tuwe radhi, lakini zaidi tukubaliane wenyewe. Hatuna Tanzania nyingine zaidi hii tulionayo sasa. Hatuna kwetu kwingine zaidi hapa tuliponapo sasa. Na hatuna mama wala baba mwingine zaidi ya mama Tanzania na baba Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, asanteni sana, tuendelee na kazi ndugu. Ila wao hawataki kufanya hivyo. Wanavyotaka ni ile nguvu, uwezo, kuua, kuchinja, kuteka, kufanya kila kitu. Sasa hivi kadiria ya watu waliopotea karibia 800-900 hawaonekani wako wapi. Karibia watu 10,000 wamekufa. Nani atarudisha roho zao? Wao sasa hivi wanalilia, wanasema kuna maduka yalochomwa, kuna mali imeporwa, sijui nini. Haya, wenye maduka wote wajitokeze, waseme sisi tuna mali yetu imepotea, watarudishiwa. Na wao waliowaua wawarudishe wakiwa wako hai. Wanaweza karudisha mtu aliyompiga risasi aliyokufa, hawezi kumrudisha. Sasa wasije akatuwekea zile mali zilizoungua au zilizokuwa yote au zilizoporwa, kwa sababu watu walikuwa wako ndani, waliokuwa wako nje ni hao polisi. Hebu ajiulize wao wenyewe, kwa sababu wao walikuwa wanapiga watu risasi, mtu anatembea hata hana habari, unakuja kushtukia risasi imemwingilia kwa mgongoni. Yaani walikuwa na sniper walikuwa wamejificha sehemu gani, sio unakuja kushtukia tu tayari kwenye kichwa, tayari kwenye mguu, tayari kwenye mgongo. Lini watu wanaweza kaenda kwenye maduka kwenda kupora mali za watu? Nyinginezo tunajua maduka yalioonekana yalikuwa yameibiwa na vijana, ndio yale yalikuwa yanaonekana, walikuwa wamejirekodi hizo kwenye mitungi ya gesi, kwenye maduka ya petrol station, mengine yalikuwa vinywaji, yale yameonekana. Lakini haya maduka mengine watu wanakuambia bana duka lote limekombwa, limebebwa kila kitu. Hapana, hiyo sio kweli. Wao wajiulize wenyewe, na wakisema tunataka kulipwa, watalipwa, na wao warudishe watu wote waliowaua, wawatie roho zao, warudi waanze kufanya kazi zao kama kawaida. Mengine ni unafiki, kwa sababu serikali haitaki kuongelea watu waliowaua, anaweka mbele maduka, sijui biashara za watu, sijui. Nyinyi hao watu mliowaua mmewaweka wapi? Au wala hapo kwenye hesabu? Wale waliokufa mliowapiga risasi mlikuwa mnagaraza chini, wengine mnaambia waruke kichurachura, mtu anavuja damu anaambia waruka kichurachura. Wale wote mtawarudisha roho zao? Kama ina maana hamwezi kuwarudisha, acheni hayo maneno yenu mnaongelea kuhusu sijui kuna biashara imeungua, sijui kuna biashara imeporwa, sijui kuna fulani kafanywa hivi. Hamna, nyenye mmeua, imeishia hapo. Kibarua kinachoenda sasa hivi ni haki ya wale waliokufa. Hamwezi kutoa haki. Barua na email, fax ndizo zitatembea, zitafika kila sehemu, kila mtu atapata anachokitaka, lakini aibu inarudi tu kwenye serikali. Ndio maana sasa hivi mmeanza kukatazwa mikopo, na mwisho mtaanza kukataziwa pasipoti zenu msafirie nchi nyingine. Mtaonekana nchi yenu haina thamani, haina lolote. Pasipoti zenu mnazokimbilia nyinyi wasanii, nyinyi ndio mnapenda sana kwenda kufanya show Marekani, sijui Dubai, sijui UK, sijui Canada, sijui Australia. Mtakuja kukaa na hizo pasipoti zenu mwanze kupangusia mavieno, hazitawapeleka popote. Otherwise mshirikiane na vijana, mfanye kazi pamoja, ongeeni na serikali itulize vita. Wanachotaka vijana wapewe, mambo yaishie hapo. La sio hivyo, mkiendelea hivi barua zenu zitaenda mbali, email zitaenda mbali, mwisho kibarua kitarudi kwenye serikali, pasipoti hizo zitakuwa tu za kupangusia matako, kwa sababu hakuna nchi itakayokupa visa ya kwenda kwenye nchi yake, wakati nyinyi inaitwa nchi ya wahalifu. Mtaonekana nyinyi hamna thamani. Hebu fikirieni. Nashukuru sana guys. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys.